Baada ya wananchi wa Burundi kupiga kura Julai 21 ya uchaguzi wa urais, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi CENI imesema itatangaza matokeo hayo siku ya leo. Zaidi ya watu milioni 3 waliorodheshwa katika kupiga kura uchaguzi huo, ambao hata hivyo umesusiwa na baadhi ya wagombea wa vyama vya upinzani. Barwan Muhuza ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura. Siku moja kabla ya uchaguzi wenyewe, baadhi ya wananchi walijawa hofu ya kutokea vurugu. Lakini wakati huu wakisubiri matokeo, wengine wanasema hawajali ni nani atashinda, bali wanachohitaji ni ustawi wa maisha na shughuli zao. Tunahitaji tu amani sisi wa raia, tusilili kusema sijui rais Kiringo atoke. Je, rais ambaye atakayeingia ndio atatuwekea mambo yote kwenye usawa? Sisi tuzitu kwa Mwenyezi Mungu, mambo ya nchi yawe salama tu, tuwe na amani. Tunahitaji ni amani sisi. Hatuna shida kusema tunataka rais huyu wala huyu. Rais atakibaki ule, sisi tunataka amani tu sisi wananchi. Vitu vishuke bei, vilikuwa ipanda bei tushushe vitu bei. Alhamdulillah, ndio shida yetu. Mimi naomba tu nchi iwe na amani, tuwe na maisha mazuri, na wakileta president mwingine tuwe na amani kabisa katika hii Burundi yetu. Maharage yapanda bei, kila kitu kimepanda bei. Tuko na matatizo mengi sisi wananchi. Mwenyezi Mungu aturahisishie pamoja mwananchi mwingine president mpya atuzidishe tuwe na amani kwa hii Burundi yetu. Sana zaidi ambacho nachoomba mimi, naomba mabadiliko katika maisha ya watu wameumia katika maisha, mabadiliko kuhusu ushuru, kuhusu maendeleo, ndio muhimu sana. Tuicho na usalama azidishe zaidi ambayo kuwepo. Nchi kwa kweli nchi inatuchosha kwa kweli. Hali ya ushuru, kama sisi ni washoferi wa konvoi, tulikuwa tunategemea hizi kwenda kuleta magari Dar es Salaam, ndio hivi tena hakuna kazi, hakuna wenye kununua magari, ndio hivyo. Sisi tulikuwa tunapenda ndio uchaguzi ushaisha, ndio tulikuwa tunapenda kwanza turahisishie watu wapate makazi, wenye kwenda kurangua na kupunguzia ushuru. Wakati huo serikali ya Burundi imejibu mapigo kwa Marekani, ambayo jana ilitoa tamko la kutotambua matokeo ya uchaguzi uliofanyika jana kwa madai kuwa umefanyika kinyume na maoni ya wananchi wake. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Ale Emenyamitwe amesema katika taarifa serikali hii leo kwamba kwa msimamo huo wa Marekani ni dhahiri kwamba nchi hiyo inaingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Hilo ni kinyume na sheria za kimataifa. Nyamwita amesema hata kama Marekani imekuwa ikifadhili Burundi, hilo nalo lisiwe sababu ya kuilazimisha kuvunja katiba yake. Nimesimama kwenye makutano ya barabara ya Avenue du Peuple Umurundi katikati ya jiji la Bujumbura, mahala ambapo hivi leo shughuli zimerejea katika hali yake ya kawaida. Pilika ni nyingi kwelikweli mjini hapa baada ya ukimya wa muda mrefu wa kutwa nzima ya jana, siku ya kupiga kura. Barwan Muhuza, Azam TV, Bujumbura.